السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ذكر الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، قال رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن لهم ضياء وإلا تحيروا، فقيض لهم مصابيح تضيء لهم فيه، فسلكوه على السلامة والعافية. فجاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه، فسلكوه، فبينهم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة. فما ظنكم رحمكم الله؟ فقال: هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، وكيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده خلقه، إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس بموتهم وظهر الجهل. أيها الناس عباد الله، anasema الإمام الآجوري رحمه الله ndani ya kitabu chake Akhlaqul Ulama, لما كان يذكر مكانة العلماء ومنزلتهم وشأنهم عند الله عز وجل،
fi mujtama'i an-nas alipokuwa akitaja al-Imam al-Ajurri rahimahullah nafasi za wanawachuoni, manzila za wanawachuoni mbele ya Allah katika jamii ya watu, akasema rahimahullah, fama dhannukum rahimakumullah, ni ipi dhana yenu Allah awarehemu, bitariqin, kuhusiana na njia, fihi afatun kathira, katika hiyo njia kuna mabalaa mengi ndani yake. Njia hiyo anaitaja al-Imam al-Ajurri rahimahullah ina mabalaa mengi ndani yake. Wayahtaju an-nas ila suluki fi laylatin dhalma, na wakahitajia watu lazima waipite njia hiyo katika muda wa usiku wenye giza nene. Intabihu ayuha an-nas ala ma yadhkuru al-Imam al-Ajurri rahimahullah, tanabahini yale ambayo anayataja al-Imam al-Ajurri kwamba njia hiyo ina mabalaa, lakini kadhalika wakahitajia watu kupita katika njia hiyo katika kipindi cha usiku wenye giza nene totoro. Fa in lam yakun fihi masabih wa illa tahayyaru, pale ambapo watakosa wao taa za kuamurikia katika njia hiyo, wakafahamu wapi wakanyage, wakafahamu wapi wajiepushe napo kupita, kwamba hapa kuna shimo hapafai kupita, kwamba hapa kuna miba hapafai kukanyaga. Hawana taa. Wasipokuwa na taa watu hawa tahayyaru, watatahayari, watapotea katika njia yao hii, wataangamia katika njia yao hii. Faqayyada lahum masabih tudhi'u lahum fi, Allah azza wa jalla akawamurikia taa, akawakadiria Allah taa ambazo zikawa zinawamurikia katika njia ile. Njia ikawa inang'aa kwa mwangaza utakao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalakuhu ala salamati wal afiyah, wakaipita njia hiyo kwa salama na kuepushwa na yale mabalaa, mpaka mwisho wa njia wakapetuka ng'ambo ya pili ya njia hiyo, ala salamati wal afiyah. Falillahi alhamdu wal minna. Fajaat tabaqatun minan nas, tahamaki wakaja kizazi chengine kisichokuwa kile kilichopita. La budda lahum min as-suluki fi, na wao hawana budi lazima waipite njia hiyo, kwa kuwa ndiko upande wa pili wanapohitajia kufika, lazima waipite njia hiyo. Zingatia kwamba taa zinamurika ndani ya njia hiyo. Faaradu an yaslukuhu, wakakusudia kuipita njia hiyo. Fasalakuhu, wakaipita njia hiyo. Fabainama hum kadhalik, baina ya kuwa wao wapo katikati ya njia, idh tufiatil masabih, zikazima zile taa. Fama dhannukum bihim rahimakumullah, ni ipi dhana yenu? Fabaku ala dhulma, wakabakia katika giza totoro, wapo katikati ya njia. Walipotoka ni mbali, wanapokwenda ni mbali, wapo katikati ya njia. Tufiatil masabih, taa zimezima. Fabaku fi dhulma fama dhannukum rahimakumullah, ni ipi dhana yenu Allah awarehemu kuwahusu hawa watu waliopita mara ya pili? Lau kama njia isingelikuwa na taa, wasingeliipita njia hii kabla ya kutafuta taa, lakini wameipita njia ina taa zake, katikati ya njia taa zikazima. Fama dhannukum, ni ipi dhana yenu kuwahusu watu hawa? Huu ni mfano anaopiga
الإمام أبو بكر الآجوري رحمه الله. ثم تأول كشا أكوتولي تأويل فنوكه فقال رحمه الله: هكذا العلماء في الناس. hivi ndivyo ilivyo nafasi ya wanawachuoni kwa watu. almasabih zile taa zilizowaka, hiya alulama, ndio wale wanawachuoni. zile taa ni wale wanawachuoni ambao huamurikia watu kipi cha halali, kipi cha haramu, ipi haki, ipi batil, ipi hidayah, ipi dalalah, ipi sunnah, ipi bid'ah. Zile humurika wakawaonyesha watu lilo la sawa na wakawabainishia watu lisilo la sawa. Hakadha alulama fi nnas, hivi ndivyo walivyo nafasi yao wanawachuoni kwa watu. nafasi ya wanawachuoni ni kubwa. man hum alulama? nani alulama? ni wapi alulama fi alislam? قال العلماء رحمة الله عليهم: العلماء هم العارفون بشرع الله، ni wale wanaofahamu sheria ya Allah. المتفقهون في دينه، wanaisoma na kuielewa dini yake Allah tabaraka wa taala. العاملون بعلمهم وبصيرة، wenye kutendea kazi kwa ilmu yao na uoni wao. ووهبهم الله الحكمة، na hawa ni wale ambao Allah amewapa hikma. هم العلماء كما فسر العلماء رحمة الله عليهم. هم العلماء الذين عظم الله شأنهم وأعلى درجاتهم. hawa ni wanawachuoni ambao ameliadhimisha Allah jambo lao, kadhalika akatukuza heshima yao na akawaweka juu daraja zao. hum ulama ash-sharia, hawa ni wanawachuoni wa sharia. la ulama al-iqtisad wala ulama al-fiziya wal-ulum al-asriya wala ulama السياسة والرياسة. هم علماء الشريعة. wanawachuoni hao ni wanawachuoni wa sharia, alladhina arafu shari'at Allah watafaqahu fi dini Allah وعملوا بما أمرهم الله وتركوا ما نهاهم الله. هم علماء الشريعة. si wanawachuoni wa uchumi, sio hao, sio waliokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. si wanawachuoni wa masomo ya sayansi, sio hao. si wanawachuoni wa uongozi na siasa, sio hao. hum ulamau sharia, hawa ni wanawachuoni wa sharia. alladhina qala Allah fi haqqihim, ambao amesema Allah kuwahusu haki yao: innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. hakika hapana vingine wanaomuogopa Allah ni wale waja wake Allah wenye ilmu, wanaofahamu nani Allah, wanaofahamu nani Rasul alayhi salatu wassalam, wanaofahamu dini ya Allah biadillatihi, kwa dalili zake. humul ulama ash-sharia, wanawachuoni wa sharia. عظم الله أمرهم وشأنهم وأعلى الله مكانتهم ومنزلتهم على سائر عباده. Allah ametukuza jambo lao, ameweka juu daraja zao, nafasi zao juu ya baki ya waja wake. hawa ni wale ambao amewataja Allah aliposema Allah: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل، أما يلي أمباي أن السمام قيام الليل
anayesimama akaswali muda wa usiku sajidan wa qaima, hali ya kusujudu, hali ya kusimama. Lima yaf'al dhalik, kwa nini anayafanya hayo? Kwa nini anasimama kusali usiku? Kwa ajili gani? Huyu yahdharu al-akhirah, anaitahadhari akhirah, anaichelea akhirah. Wayarju rahmata rabbih, na anataraji rahma za Mola wake. Amejuaje adhabu za Allah? Amejifunza, ana ilmu ya sharia, anafahamu nini Allah ameahidi kwa watakao khalif, amejua nini Allah ameahidi kwa watakao simama sawa katika dini yake. Yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih. hawa ndio ulama ash-sharia. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun, je wanakuwa sawa wanaojua walladhina la ya'lamun, na wasiojua? Alladhina ya'lamuna huquq Allah wa huquq rasuli wa huquq bainahum, wanafahamu haki za Allah, wanafahamu haki za rasul, wanafahamu haki zilizo baina yao. hawa watakuwa sawa na wale ambao la ya'rifun huquq Allah wala ya'rifun huquq rasuli wala ya'rifun huquq ma bainahum. hawa sawa. hawa ndio ulama ash-sharia. sio yule ambaye ana elimu ya uchumi akawekwa katika nchi akainua uchumi wa nchi, sio alim huyo haisabi kuwa ni alim, bali huyo mbele ya Allah asipoifahamu dini yake ni kipofu mbele ya Allah. akasema jalla fi ula, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi'ahdi Allah wa la yanquduna almithaq. هم العلماء علماء الشريعة الذين وصفهم الله بهذه الأوصاف الحميدة الجليلة. أفمن يعلم yule ambaye anajua annama unzila ilayka min rabbika alhaq, kwamba yale yaliyoteremshwa kwako wewe Muhammad yaliyotoka kwa Mola wako ndiyo haki, huyo anakuwa sawa kuliko yule ambaye a'ma ni kipofu, hajui Qur'an al-Karim, hajui ahadithu an-nabi, hajui aqwalu as-sahaba, la ya'rifu ar-riwaya wala ad-diraya, bal la yuhsinu al-wudu, bali hajui hata namna ya kutia wudu katika wasfu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. hum ulama ash-sharia, hawa ni wanawachuoni wa sharia الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم في الحديث ما رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء، حقيقة ونوچون دواريث ومنبي، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نما نبي hawakurithisha dinari wala dirham, hawakurithisha dhahabu wala fedha, wamerithisha ilmu. atakachukua ilmu amechukua hadhi na nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. hum ulama ash-sharia, hawa ni wanawachuoni wa sharia wanaifahamu dini ya Allah. ndio aliyowazungumza al-Imam al-Ajurri rahimahullah. aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah. alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. ayuha an-nasu ibadallah, hiyo ni nafasi ya wanawachuoni mbele ya Allah ambayo ameiashiria al-Imam Abu Bakr al-Ajurri rahimahullah. na hizi awsaf al-madhkura min hadhihi al-ayat wa hadha al-hadith tushiru ila fadl al-ulama
rahmatullahi alayhim wa fadla man akhadha al-ilm wa talabahu wa hasalahu. Aya hizi tulizosoma na hadithi tuliyoisoma inaashiria kunako fadhila za wanawachuoni, fadhila za wenye kuchukua ilmu, fadhila za wenye kuitafuta ilmu na wakaipata ilmu. Kasema al-Imam al-Ajurri, hakadha al-ulama fi an-nas, zile taa zilizomurika ndivyo walivyo wanawachuoni kwa watu. La ya'lamuna kathirun minan nas, hawafahamu wengi ya watu. Kaifa ada'ul faraid, vipi hutekelezwa faradhi, namna gani watatekeleza faradhi, vipi watasali sala ambayo aliisali Rasul alayhi salatu wassalam, vipi ambavyo watafunga funga aliyofundisha Rasul alayhi salatu wassalam, vipi watatoa zakat vile ambavyo alifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, vipi watafanya hija ibada yao hii namna alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, vipi watatekeleza faradhi alizozifaradhisha Allah, isipokuwa kwa kuwepo wanawachuoni. Undhuru ayuha an-nas ala ma yajri baina an-nas fi ayyamina hadhihi, hebu angalieni yale ambayo yanapita kwa watu katika masiku yetu haya, namna watu wanavyoishi wakiwa hawafahamu sahihi wa kusali. Hapo usizungumze. Kama tutaamua Ijumaa ya leo hii, baada ya kushuka juu ya member hii adhim, kisha tupite katika sufufu namna watu walivyopanga safu, uone matatizo na mabalaa ya watu. Hawajui hata namna sahihi ya upangaji wa safu hapa katika msikiti, na wala watu hawajali wala hawaogopi wala hawahofi kukutana na Mola wao, hali ya kuwa hawaijui dini yao, wala hawarejei kwa wanawachuoni ambao Allah azza wa jalla amarana bita'atihim warruju'i ilayhim. Allah ametuamrisha kuwatii wao wanawachuoni wetu, ametuamrisha Allah kurejea kwao wanawachuoni wetu, kwa maana kwenda kusoma kwao wao. Aliposema Allah, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum, enyi ambao mmeamini, mtiini Allah, mtiini Rasul na wale ulul amr. Man hum ulul amr? Ni nani ulul amr? قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكر عدة أقوال العلماء، فقال أولو الأمر هم العلماء والأمراء، ni wanawachuoni na viongozi, wakaamrisha watu kuwatii hawa. Kadhalika Allah katuelekeza kurejea kwao, fa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu. Na pale ambapo litawajia jambo la amani au la hofu, wao wanalitangaza. Lau wangalirejesha jambo hilo kwa rasuli, lau wangalirejesha kwa wale wanawachuoni wao, fasalu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Hajui kusali wala haogopi. Hiyo ni katika upande wa taswiyatu sufuf, namna kupanga safu, namna ya kufunga mikono kwao, namna ya rukuu zao, namna ya sujudi zao. Sikwambii qira'atuhum bi surati al-Fatiha wa hiya ruknun min arkani as-salah, sikwambii usomaji wao wa suratul Fatiha ambayo ni nguzo miongoni mwa nguzo za sala. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, hana sala yule ambaye hakusoma fatihatul kitab, suratul Fatiha. Bali wanawachuoni wetu rahmatullahi alayhim wakajuzisha jambo la kumkhalif imam,
ikiwa imam anakosea suratul Fatiha na ametanabahishwa hata kurejea, anafaa kukhalifiwa huyo kwa kuwa amevunja nguzo miongoni mwa nguzo za sala. Hum la ya'rifuna qira'ataha, hawajui namna ya kuisoma suratul Fatiha. Fahum la yubalun, wala hawajali, wanaishi kaifa adau alfara'id, namna utoaji wa zaka, hadith wala haraj, namna siyam zao, namna unavyotekeleza ibada yao ya hija. Wamekwenda katika miji mitukufu, na hijjatu bil Islam, hija katika Uislamu ni moja tu ndio izingatiwayo. Zilizobaki sio ile ya mwanzo ni hijjatun bil Islam. Watu hawajui namna kutekeleza hija, na wala hawasomi wala hawarejei kwa wanawachuoni wao, bali wala kaifa ijtinabul maharim, wala hawajui namna kujiepusha na mambo ya haramu aliyowakataza nayo Allah subhanahu wa ta'ala, bali wanamshirikisha Allah kwa mambo ambayo wao hawayajui na wala hawataki kuyajua. Fahamuni na eleweni, ujinga ni mane min mawani'i takfir. Ujinga ni kizuizi miongoni mwa vizuizi vinavyomzuia Muislamu asikufurishwe, lakini hali itakayokuwa jamii yake aliyoishi nayo inafahamu na kuelewa hayo mambo, kwa kutokujua kwake ile mani imeondoka kwake, hajui. Sikwambii majumbani watu wanavyoishi, mchanganyiko uliokuwepo baina ya mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, kana kwamba huyu ni maharimi yake anavyokaa naye, bali huyu ni shemegi. Anakwenda nyumbani kwa kaka yake hayumo, anaingia ndani ya nyumba kaka yake, na ndani yumo mke wa kaka yake, shemegi yake. Amekaa ukumbini akihudumiwa na shemegi yake. Shemegi yake yupo wazi, anamuona mikono yake, anaona miguu yake, bali anaona mpaka shingo yake. Si shemegi tu, huyu kaka yangu, mtoto wa ammi yangu. Nani amekwambia huyo ni maharimi yako? Rejea suratul Nur alipowataja Allah azza wa jalla wale ambao wanafaa kuona a'dha'uka lilwudu, a'dha'ul wudu, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna ila akhir al-aya. Akawataja Allah hawa ndio wanaofaa kumuona mwanamke, kuona sura yake, kuona mikono yake, kuona miguu yake, kuona kichwa chake, wa illa awe mutanaqiba. Hawajui namna ya kujiepusha na maharim wengi ya watu, bali wala kaifa yaabudu Allah, bali hawajui namna kumwabudu Allah bijamii ma yaabuduhu khalqu, kwa namna ya ibada zote ambazo huabudia waja wake Allah na viumbe vyake, illa bibaqa'i ulama, isipokuwa kwa kubakia wana wachuoni. Fa idha mata alulama, pindi ambapo watakufa wana wachuoni, tahayyara an-nas bimautihim, watatahayari watu kwa mauti ya wana wachuoni. Wa dhahara aljahlu, na patadhihiri ujinga katika jamii, ujinga utakuwa ni mkubwa katika jamii. Ayuha nas, enyi watu, isomeni dini yenu, fahamu nafasi za wana wachuoni wenu, itunzeni elimu yenu ya dini, ihifadhini, wahimizeni watoto wenu kusoma dini, ndio salama yenu hiyo. Qala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, laula al-ulama lasara an-nasu mithla al-bahaim, lau kama sikuwepo kwa wanawachuoni wangelikuwa watu mfano wa wanyama. Walhamdulillahi rabbil alamin.